Leo ngoja nikufundishe kwa wepesi kabisa ni kwa namna gani unaweza kuomba kupata pesa. Kama unataka kumuomba Mungu kwa ajili ya kupata chanzo cha uhakika na bora cha mapato ya kudumu, usimuombe Mungu niletee pesa. Najua imekuchanganya. Badala ya kumuomba Mungu nitumie hela, Mungu niletee hela, muombe Mungu akupe idea ambayo utaweza kwenda kuitoa kama huduma kwa watu, alafu hao watu watakupa pesa. Wow. So maombi yetu ni kumwambia Mungu atupe relevant idea. Nikisema relevant idea ni kwamba idea ambayo kwa uhakika inaweza kuleta income kutoka kwa watu, na income ya kutosha kwa kadri ya wewe unavyotaka. Pesa huwa inakuja kutoka kwa watu unapotoa huduma kwao. Biblia inasema hivi, utamkumbuka Mungu akupae nguvu za kupata utajiri. Mungu akupi hela, Mungu anakupa nguvu za kupata utajiri. Na tunavyosema power ama nguvu, tunarifaa kwa wisdom. Na tukisema wisdom ama maarifa, inaweza ikaja kwa njia ya idea ya kufanya. Kwa mfano, kwenye Biblia kuna kipindi ambacho Misri, Egypt na nchi za jirani walipitia kipindi cha miaka 7 ya njaa. Na kipindi nchi za jirani za pembeni za Misri zilikuwa zinapitia wakati mgumu wa kiuchumi, nchi zote za pembeni, Mungu akampa idea Yusufu namna gani kuweza kuiokoa nchi yake, kwamba inatubidi tuanze kulima chakula, lakini chakula tunachokilima tusikitumie kama nchi nyingine. Tulime, tuvune, tule, tuuze kama ilivyo kila siku. Idea ikawa ni kwamba ndani hii kipindi cha miaka 7 ya kwanza, tutakachokivuna tutakitunza, alafu kitakachobaki tutaendelea kuwa nacho tunakula. Njaa ilipofika, wakafungua magara yao, wakaanza kuziuzia nchi zote zinazowazunguka. Kwa hiyo wao wakawa matajiri sana wakati ambapo uchumi umeshuka sana. So badala Mungu kumtuma watu wamletee hela Joseph, Mungu alimpa idea Joseph ya kufanya, ambayo wengine kutoka mataifa mengine aliyowazunguka, nchi za pembeni, zikaja kununua chakula kutoka Egypt. Zilivyonunua chakula kutoka Egypt, automatic wakawa wametengeneza utajiri. Kama unataka kuomba kipato cha kudumu cha kutosha, usimwombe Mungu akupe pesa, muombe Mungu akupe idea ambayo hiyo idea itakuwa relevant. Kumbuka, the idea ambayo imekuwa influenced na Mungu definitely itakuwa ni matokeo ya kimungu. So it means Mungu ndo atainitiate na namna gani hao watu wengine watakuja kuweza kusupport ama kununua kwenye hiyo idea ulionayo. So Mungu akikupa idea, Mungu anakupa nguvu ya kuweza kukupa utajiri. Nguvu inakuwa ni wisdom. Then unapata wisdom ya namna gani ya kubadilisha kuwa service na huduma kwa watu, alafu hao watu wao watakupa pesa. So moja kati ya wisdom ambao mimi nakuacha nayo sasa hivi ni kwamba umeshapata idea ama kuna idea unaifikiria. Moja kati ya wisdom ya kwanza ni kutengeneza mechanism ambayo hiyo idea yako itauzika usokoni. Kwa mfano, tunaishi kwenye ulimwengu wa kisasa sana sasa hivi. So kwenye ulimwengu huu kuna vitu tunaita ni taasisi za kifedha, biashara za kimataifa, utaratibu wa kisheria na uendeshaji wa mambo ya ndani. So ili uweze kuoperate na idea ulionayo kwenye hizi nyanja nilizozianalyze, kitu cha kwanza unachotapaswa kuwa nacho ni kuhakikisha umesajili kampuni yako. Usiposajili kampuni yako, ni ngumu kwenye cooperate na taasisi za kifedha, kupata mikopo, kupata mbinu za kuweza kupitisha pesa zako kwenye taasisi zao, na kupata namna yoyote kuwa recognized ni ngumu. Pili, ni ngumu wewe kuweza kufanya biashara za kimataifa kwa sababu zinahitaji trustworthy na zinahitaji wewe kuwa na documentation sahihi. La sivyo utakamatwa kwenye nchi za watu, ama utashindwa, ama itakuhitaji uanze kutafuta makampuni mengine ndio yakupitishie. Tatu, huwezi kupata tenda zinazokuja kwenye taasisi za kifedha, kutoka kwenye taasisi za kiserikali, governance, taasisi binafsi, makampuni makubwa, biashara, na kuweza kupata chochote. So unaweza kuwa na idea usiwe na wisdom. Kwa wisdom ya kwanza
unasajili kampuni. Ukishakuwa na kampuni, then utaanza kufanyia kazi juu ya kitu ambacho Mungu amekuambia utakifanyia. Hapo ukiwa tayari umeruhusu kufanya kazi na mtu yoyote. Sio idea alafu unayo alafu unatengeneza mekanizmu ya watu wengine kutoka nje kuja kufanya kazi na wewe. So, kama una idea au umeshaanza biashara ama hujaanza biashara na hujasajili kampuni yako mpaka sasa hivi, comment neno kampuni hapo chini ama wasiliana na mimi kwa simu. Namba ipo kwenye caption. Nipigie ama nitumie ujumbe kwa WhatsApp, then nitakufikia na nitakusaidia kuweza kusajili kampuni yako sasa hivi. Tumia wisdom.